Jina la Bwana lipewe sifa. Ndugu mpendwa na mtu wa Mungu, ninakusalimu tena katika jina tukufu la Kristo Yesu, mfalme wa wafalme na Mungu wa miungu. Nimekuahidi kwamba tutakuja tuendeleze kipindi chetu baada ya kujifunza somo lile ambalo tulikuwa nalo, wito wa kujitoa kikamilifu. Sasa kwa dakika hizi chache tujifunze ibada ya kweli. Ibada ya kweli. Ibada ya kweli. Katika andiko lile la Warumi, sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili, tuliona kuna neno moja linasema ndiyo ibada yenu yenye maana. Andiko linasema, basi ndugu na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Tulishaona namna ya kuwa dhabihu iliyo hai na takatifu, sasa impendezayo Mungu. Kwa hivyo sasa kuna neno linasema ibada yenu yenye maana. Kwa hivyo sasa tujifunze ibada ya kweli. Ibada ya kweli ndiyo ibada yenu yenye maana. Unaposikia ibada yenu yenye maana yake nini? Ibada ya kweli. Na hapa nataka nieleze wazi kwamba ibada ya kweli si tu nyimbo peke yake. Ibada ya kweli ni maisha ya Mkristo ya kila siku. Ibada ya kweli ni maisha ya Mkristo ya kila siku. Bwana apewe sifa. Tunaposoma katika Biblia kwamba kule kujitoa dhabihu iliyo hai na kuishi maisha matakatifu ni ibada ya kweli. Hii inamaanisha kwamba ni ibada ya kweli ni maisha yanayoonyesha utakatifu. Jambo la kwanza hilo. Ibada ya kweli ni maisha yanayoonyesha utakatifu. Jambo la pili, Mungu ambaye tunamtumikia hataki tu midomo. Kumtapa kwa midomo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ukitoka hapo, maisha yako ya nje ya kanisa maisha tofauti kabisa. Mungu hataki hiyo. Huo ndio tunaita unafiki wa kumfuata Mungu. Huo ndio tunaita unafiki. Watu wengi sana ni wanafiki tunapofika kipindi cha kusema tunamfuata Mungu. Na Mungu anaelewa, anatambua unafiki wa mwanadamu. Anajua. Ndio maana Yesu alikuwa anawaeleza wale wa Mafarisayo, ninyi ni wanafiki, mnasafisha kikombe nje lakini ndani ni kichafu. Unaona? Kwa midomo tunamtapa Mungu, tunamwabudu Mungu. Wengine mpaka wanafika kiwango cha kulia, kuhuzunika, kumaanisha kama wanampenda Mungu sana, lakini matendo, mienendo, tabia ziko mbali na Mungu. Na huo ni upendo wa unafiki. Mungu anaona tunampenda kwa unafiki. Kwa hivyo Mungu hataki tuoneshe upendo wetu kwa midomo tu. Mungu hataki tuoneshe utakatifu kwa midomo tu. Bali Mungu anataka moyo na matendo yakamilishe yale tunayoyasema kwa midomo yetu. Bwana asifiwe sana. Hebu sikia kitabu cha Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ile ya 4 mstari wa 24 anasema nini? Injili ya Yohana anasema hivi. Anasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho. Kwa hivyo Mungu ni roho, lazima wanaomwabudu Mungu
imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Tunapata faida gani? Tunapata faida gani tunapofanya ibada ya kweli? Tunapata faida gani? Faida ambayo kanisa inaipata tunapoabudu katika roho na kweli. Tunapofanya ibada ya kweli, ni faida gani tunapata? Faida ya kwanza, kanisa linapashwa kufundisha ibada kama mtindo wa maisha. Kwa hivyo maisha yako yatakuwa ya ibada. Hiyo ni faida ya kwanza. Maisha yako yatakuwa ya ibada, ya ibada. Uwe kazini, uko katika ibada. Uwe nyumbani, uko katika ibada. Una take shower, uko katika ibada. Unafanya mazoezi, uko katika ibada. Maana maisha yako yote yanakuwa ni ibada, ibada, ibada. Na hiyo inakusaidia sana kujiepusha na maisha machafu ya dunia hii, maisha ya dhambi. Inakuepusha kuishi maisha ya dhambi, kwa sababu wewe maisha yako yote inakuwa ni ibada, ibada, ibada. Faida ya pili, unapokuwa katika ibada ya kweli, unapofanya ibada ya kweli, faida ya pili utakayopata, itakusaidia kuondoa ibada ya mazoea. Ibada ambayo haikuletei mabadiliko ya maisha. Ibada ambayo haikuletei mabadiliko ya maisha. Kwa hivyo wakati unapokuwa katika maisha ya ibada, kitu ambacho Roho Mtakatifu atakusaidia kuondoa ndani mwako, na hichi huwa kinaondolewa tu na Roho Mtakatifu. Kitu ambacho Roho Mtakatifu atakusaidia kukiondoa ndani mwako, ataondoa kitu kinachoitwa ibada ya mazoea. Kwa hivyo unaweza kuona sasa watu wamefika mahali kumzoea Mungu. Watu wanafika mahali kumzoea Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu gani? Hawataki kuishi maisha ya ibada. Kumbuka, Roho Mtakatifu ni Mungu anakaa ndani yako. Roho Mtakatifu ni Mungu anakaa ndani yako. Kwa hiyo usiwe mtu wa mazoea. Bwana apewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Msifuatishe namna ya dunia hii. Unapokuwa mtu wa ibada, hautafuatisha namna ya dunia hii. Tunaposema namna ya dunia hii, tunaposema msifuatishe namna ya dunia hii, kule kutokufuatisha namna ya dunia hii kuna tufundisha nini? Kuna ashiria nini? Kuna maanisha nini? Kuna maanisha dunia hii iko na mifumo yake inayojiendesha. Mifumo ya dunia hii iko na mifumo yake. Dunia hii imejaa tamaa, dunia hii imejaa kiburi, dunia hii imejaa dhambi. Unaona? Kwa hivyo Mkristo, usiwe unaishi maisha ya tamaa, maisha ya kiburi, kujivuna. Ukiwa mtu wa ibada, hayo mambo yatakuwa mbali na wewe. Maisha ya dhambi itakukimbia, shetani atakukimbia, maana neno la Kristo linasema mpingeni shetani naye atakukimbia. Naye atawakimbia. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Jambo lingine ni kwamba Mkristo anapaswa kuishi kwa viwango vya kimungu. Viwango vya kimungu. Kuishi kule kwa viwango vya kimungu ni kwamba unaona mambo kama vile Mungu anavyoyaona. Unaona mambo kama vile Mungu anavyoyaona. Kumbuka, Mungu ndiye anaishi ndani yako. Mkristo ambaye ameokoka kweli kweli. Mkristo ambaye ameokoka kweli kweli. Kristo ni neno, na neno yuko ndani mwako. Kwa hiyo ukitamka jambo unaumba moja kwa moja. Ndio maana watu ambao wameokoka kweli kweli, watu ambao wana hofu ya Mungu, huwa hawatamki mambo ovyo ovyo, kwa sababu akitamka anaumba.
kwa sababu kazi ya Kristo ni kuumba. Mungu kazi yake ni kuumba. Mungu ni muumbaji, na huyo ambaye anaumba ndiye anaishi ndani mwako. Kwa hivyo wakati unatamka mambo ovyo ovyo, unaweza kuta unakuja kutamka jambo la laana kwa mtu na linaumba moja kwa moja. Kwa hivyo Mkristo anapaswa kuishi kwa viwango vya Mungu, kwa viwango vya kimungu, si kuishi kwa mazoea. Hapana. Tusome ile andiko la Yohana wa kwanza, tusikie vile tunapata ushauri hapa. Waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 2 mstari wa 15, mstari wa 15 hadi ule wa 17, anasema hivi. Kama uko na Biblia yako unaweza kusoma pamoja na mimi. Neno la Bwana linasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amina. Bwana asifiwe sana. Hilo ni neno la Kristo. Tusipende dunia. Tusipende dunia. Yakobo sura ile ya 4, kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 4, anaeleza vizuri sana. Anasema kwamba, enyi wazinzi, hamjui ya kuwa rafiki ya dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Unaona? Kwa hivyo ili ufanye ibada ya kweli, lazima kwanza usifuatishe namna ya dunia hii. Uwe mtu ambaye unampendeza Mungu na kuishi maisha matakatifu, maisha ya nje ya dhambi, maisha ya nje ya tamaa, maisha ya nje ya kiburi, maisha ya nje ya kiburi. Haleluya. Maisha ya nje ya kiburi. Unapofanya ibada ya kweli, kuna mambo yatatokea katika maisha yako. Badiliko ya ndani, transformation. Badiliko la ndani, utapata badiliko la ndani. Badiliko, mtu kubadilika, huanza kubadilika ndani, alafu nje tunaona matokeo ya ndani. Neno la Bwana linasema, mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Na hii ni process ya ndani, si ya nje tu. Hapana. Inatakiwa ianze ndani. Inatakiwa ianze ndani. Tunajifunza nini anaposema kwamba nia zenu, mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu? Tunajifunza nini hapa? Jambo la kwanza, nia inapobadilika, maisha hubadilika. Nia ya mtu, nia ya ndani, nia inapobadilika, maisha yanabadilika. Na nini kinaweza kubadilisha nia? Kitu pekee ambacho kinaweza kubadilisha nia ni neno la Mungu tu. Kitu pekee ambacho kinaweza kubadilisha nia ya mtu ni neno la Mungu peke yake, si jambo lingine. Neno la Mungu peke yake. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 23. Waefeso huyu hapa, sura ya 4:23, anasema hivi: na mfanywe wapya
katika roho ya nia zenu. Mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. 24 anasema mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Katika haki na utakatifu wa kweli. Kwa hiyo kitu ambacho kinabadilishaka nia, kitu ambacho kinafanya mtu kuvaa utu upya ni neno la Kristo. Neno la Kristo ndio linaweza kufanya hivyo tu, hakuna kingine. Na tukiweza kubadilisha nia, ni faida gani utapata leo wewe kama mtu wa Mungu? Ni faida gani utapata? Jambo la kwanza, utakuwa muamini wa Kristo aliyekomaa kiroho. Haleluya. Jambo la kwanza, faida moja wapo utakayoipata, utakuwa muumini wa Kristo ambaye amekomaa kiroho. Na jambo la pili, faida utakayoipata ndani yako, itakusaidia kuepuka Ukristo wa nje bila mabadiliko ya ndani. Kuna mtu hajanielewa. Itakusaidia kuepuka Ukristo ule wa kusema kuna midomo nimeokoka, Yesu ni Bwana, lakini kumbe ndani wewe ni mchafu. Wewe unafananishwa na wale Mafarisayo walioambiwa na Yesu kwamba mnasafisha kikombe nje, kumbe ndani ni wachafu, ndani ni wanafiki. Unaona? Kwa hivyo kule kubadilisha nia, neno la Kristo linapokusaidia kubadilisha nia, unavaa utu upya, unakuwa mtu mwingine ambaye amebadilika. Itakusaidia kuepuka ule Ukristo wa nje. Ule uvaaji unavaa ngozi ya kondoo, kumbe ndani wewe ni mbwa mwitu. Kwa hivyo itasaidia kuepuka Ukristo wa nje, Ukristo wa kuongeongea kwa midomo, kumbe ndani wewe ni mbwa mwitu. Kwa hivyo bila kuwa na badiliko la ndani ni bure kabisa, ni bure. Tunatakiwa kubadilika tabia, mienendo. Lazima tufanane Kristo. Bwana asifiwe sana. Nashukuru sana kwa pamoja nami katika kipindi hiki. Nadhani umejifunza. Kipindi ambacho kinafuata tutakuja tuendeleze kujifunza namna ya kutambua mapenzi ya Mungu katika somo hili. Amen. Kutambua mapenzi ya Mungu katika somo hili. Lakini tunaweza kumaliza kwa sababu unaona si ndefu sana. Wacha tuendelee. Andiko linasema mpate kujua mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yana sifa 3. Jambo la kwanza, mema. Jambo la pili, yanampendeza. Na jambo la 3, kamili. Unaona? Tunajifunza nini tunaposema haya? Mabadiliko ya kiakili yanamwezesha mtu kuelewa mapenzi ya Mungu. Ukibadilika mtazamo, nia ya ndani, akili yako ukibadilika, itakuwezesha wewe kuelewa mapenzi ya Mungu. Ndio maana tunasema kwamba kutambua mapenzi ya Mungu, mema, yanayompendeza na kamili. Maana yake nini? Ukibadilika, nia ikibadilika, mtazamo ukibadilika, akili yako ikibadilika, inawezesha akili yako kuelewa mapenzi ya Mungu. Na jambo la kutambua ni kwamba Mungu anaongoza wale wanaomfuata kwa njia hii ambayo tunayoizungumzia hapa. Mungu ndio anaongoza wale, ukibadilisha nia yako, mtazamo wako, kwamba kuishi maisha ya utakaso, maisha ya nje ya dhambi, itakusaidia wewe kupata mwongozo wa Mungu katika maisha yako. Kupata mwongozo wa Mungu. Ndio. Unakataa nini? Ndio hivyo. Kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 105 anasema neno ni taa ya miguu yangu. Sasa unaanza kuona, ukiishi maisha ya neno la Kristo linakuwa ni taa, itakuongoza, hautatembea gizani.
Ukiwa na mtazamo wa Kristo, hautatembea gizani. Ukiwa na nia ya Kristo, hautatembea gizani. Ukiwa na akili ya Kristo, hautatembea gizani, kwa sababu neno ni taa ya miguu yangu. Na Kristo ndiye neno. Yesu Kristo ndiye neno. Bwana apewe sifa. Kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 5 hadi ule wa 6. Anasema mtegemee Bwana naye atanyoosha njia zako. Usitegemee akili zako tu. Wakati mwingine mtegemee Bwana. Mtegemee Bwana. Utapata faida gani ukitembelea haya tunayojifunza? Utapata faida gani? Faida ya kwanza, maamuzi yako wakati wowote atakuwa maamuzi sahihi ya kiroho. Utakuwa mtu unayeamua maamuzi sahihi tena ya kiroho. Na faida ya pili, utakuwa mtu ambaye unaishi kwa kusudi la Mungu. Utakuwa mtu ambaye unaishi kwa kusudi la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo 5 nataka niseme hapa. Jambo la kwanza, katika andiko hili la Warumi sura ya 12 na mstari wa kwanza hadi ule wa pili, inatufundisha mambo makuu 5. Jambo la kwanza tunajifunza kwenye somo hili, inatufundisha jambo la kwanza, kujitoa kabisa kwa Mungu, kuwa wewe mwenyewe kuwa dhabihu iliyo hai. Tunajifunza hili, wewe mwenyewe kuwa dhabihu iliyo hai, maana kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Jambo la pili, kuwa mtu wa ibada ya kweli. Kuwa mtu wa ibada ya kweli, maisha yako iwe ibada kwa Mungu. Unaona? Na jambo la tatu tunajifunza kutokuiga mifumo ya dunia hii, kutokuiga dunia. Tusiige tamaa ya dunia, tusiige kiburi ya dunia, tusiishi maisha ya dhambi. Unaona? Jambo la nne, andiko hili la somo hili la Paulo ambao anatufundisha kwenye kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili, inatufundisha kubadilishwa ndani, sio nje tu. Unaona? Tunabadilishwa ndani kupitia neno la Kristo. Neno la Kristo linatubadilisha. Amen. Neno la Kristo linatubadilisha. Na jambo la 5 kabisa, tunajifunza kujua kuishi mapenzi ya Mungu. Kujua kuishi mapenzi ya Mungu. Bwana apewe sifa. Jina la Bwana liinuliwe. Ndugu mpendwa, muumini wa Kristo kama mimi, tunatakiwa tujue kwamba waumini waliobadilishwa sio wale waliovaa dini, sio kuvaa uzeebu. Ni kumvaa Kristo. Tunavaa utu upya. Ndugu muumini wa Kristo unayenisikiliza mahali popote ulipo, tunatakiwa tuwe na mioyo iliyojitoa, sio ibada ya nje tu. Ni ibada ambayo inatoka ndani ya moyo wako. Unaona? Na jambo lingine nimalizie nalo ni kusema kwamba maisha tunayoishi kama Wakristo yanatakiwa ya mtangaze Kristo kila siku na kila mahali. Kila mahali na kila siku kumtangaza Kristo. Maisha yetu yamtangaze Kristo. Je, mpendwa, maisha yako ni dhabihu hai kwa Mungu? Je, ndugu yangu, unafuata dunia au unabadilishwa na neno la Mungu? Neno la Mungu ndio maisha yako, ama unaishi katika mifumo ya kidunia hii? Ikifika Jumapili, Mkristo wa Jumapili. Jumapili ikipita, unakuwa mtu mwingine kabisa ambaye unaishi kwa kufuatisha mifumo ya dunia hii, namna ya dunia hii. Kwa hiyo kubadilika ni leo, usingoje kesho. Kristo yuko karibu kurudi. Bwana Yesu yuko mlangoni, anarudi. Neno hili iwe baraka kwako
na kwa kila mtu atakayelisikiliza. Neema ya Kristo iwe nawe. Ningependa kusikia unanisikiliza kutoka wapi na umejifunza nini katika somo hili. Bwana akubariki. Asante sana. Amen. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto, ondoa mguu wako maovuni. Usiache ila ingie ndani yako, daima uwe na moyo safi, moyo mpendezao Mungu, na utabarikiwa na Bwana. Bwana, nihifadhi moyo wangu, nijaze nuru yako ya ajabu, nisije nikapotea katika njia ya giza. Linda moyo wangu, Yesu Kristo Bwana wangu. Haleluya, 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 haleluya. Kristo, wewe ni mzabibu wa kweli, na mimi tawi ndani yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Neno lako likae moyoni mwangu kwa wingi, ili nisije nikakutenda dhambi. Roho wako aniongoze daima, katika kweli yako nipate amani. Moyo uliovunjika hutaupuza, unawainua wanaonyenyekea mbele zako. Unaponya waliojeruhiwa mioyo, na kuwapa tumaini jipya. Bwana, hifadhi moyo wangu, nijaze nuru yako ya ajabu. Uniongoze katika njia zako za haki, nisije nikapotea njia, nikatembea gizani. Linda moyo wangu, Yesu wangu, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na roho iliyo safi.